Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Exclusive. Karibu mtazamaji wa Dar24, jina langu ni Happiness Kelly, nikukaribishe katika exclusive. Utakuwa nami, lakini studioni niko na Said Miraj, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana. Nashukuru, asante. Leo ni ile derby bwana. Derby. Hamna derby bwana. Kuna nini? Unajua derby? Kwanza ni declare interest. Mimi ni Simba. Asante. Shabiki wa Simba. Sio shabiki tu, mimi Simba. Damdam. Alafu sasa tatizo wenzetu ambao ndio tulikuwa tunapigaga nao derby, sio wamekataa, wamesema derby imehama. Imehamia. Kwa sababu sisi level nyingine. Kwa hivyo wao wamesema sasa wanatafuta size yao. Kwa hivyo wamesema size yao wanaogombania nafasi kila mwaka ni Azam. Kwa hivyo wao na Azam ndio wanacheza derby. Sasa sisi derby yetu inabidi tuihamishie, tuanze kutafuta kati ya wale 30 bora, tutafute mmoja kule awe ndio tunapigana naye derby. Kwa hivyo hii kwetu sisi ni mechi ya kawaida. Nakupa nafasi ya upendeleo kabla hatujaanza kipindi chetu. Simba na Yanga, nani atatoka na goli ngapi hapa? Mtabirie. Uzuri wa Simba ni mmoja. Hatujiandai kwa ajili ya mechi. Yaani kwamba lazima tumshinde fulani. Sisi tunajiandaa kwa ajili ya msimu. Kwamba at the end of the day tutoke na kombe. Mwisho wa siku tushiriki mashindano ya kimataifa, tuinawishe uso Tanzania, tuitetee vizuri huko. Ndiyo mipango yetu. Kwa hivyo kupoteza mechi moja, mbili, lakini mwisho ukawa bingwa ni kitu ndio tunachokitafuta. Sasa wenzetu wao shida yao ni kucheza na kufungana na Simba tu. Alafu mwisho wa siku wanasubiri tuna mbeleko wetu ule ambao tumetengeneza kwa turubai ule. Hauchaniki, kila mwaka ule tunabebea. Wanasubiri huo mbeleko wa turubai. Tuwabebe twende nao. Nipe sasa utabiri wako. Ngapi? Utabiri wangu? Utabiri wangu mimi ni kwamba kwanza Simba kwa game ya leo naamini anashinda. Kwa vigezo vyote. Kwa sababu kwanza kwa kawaida zinapocheza Simba na Yanga, ogopa sana unapoona timu moja ina kikosi kinachofanya vizuri. Aya basi tuishie hapo, maana tukianza hapa mchezo wa Simba na Yanga tutamaliza sasa hivi. Ya mtele amesha declare interest kwamba yeye ni mimi Simba. Shabiki wa Simba kindakindaki. Lengo ambalo limenikutanisha na Said Miraj kwa siku ya leo, nitakukumbusha jana ilikuwa siku ya haki za binadamu, lakini pia uadilifu kazini, na kwa mujibu wa kamati ya kutetea waandishi wa habari duniani CPJ ilitoa takwimu kwa mwaka 2021 Disemba pekee. Kati ya 293, 24 waliuawa kwa sababu ya kazi yao, kama ambavyo unaweza kuona takwimu hapo ikionyesha mwaka 2021 waliuawa ngapi, waliofungwa ni wangapi, lakini pia waliopotea duniani kote ni wangapi. Sasa tutazungumza na Said Miraj kuhusiana na masuala haya ya waandishi wa habari na haki zao. Tutazungumza mengi sana, usiende mbali. Hii ni Dar24. Said Miraj. Kwa mujibu wa takwimu hizi, unadhani kati ya kazi ya uandishi wa habari ni salama kiasi gani? Kazi ya uandishi wa habari ni salama kiasi gani? Kazi ni kazi tu. Na usalama kazini unahitajika katika kila sekta, na hakuna sekta ambayo haina changamoto. Leo tunazungumzia waandishi wa habari wanaopotea, wanaoshikwa, wanaopelekwa magerezani ama wanaouawa. Lakini hali kadhalika na watu walioko viwandani ni hivyo hivyo. Kuna watu kila siku kwa katika vidole, wanakatika mikono, wanapata changamoto mbalimbali. Madereva wa magari wanapata hivyo hivyo. Kwa hivyo kila kazi ina changamoto zake. Majuzi tu hapa tulikuwa tunazungumzia juu ya madaktari ambao wamepatwa na tatizo la kuhudumia wagonjwa wakaambukizwa maradhi. Wapo madaktari waliowahi kuambukizwa HIV kwa kuhudumia wagonjwa. Wapo madaktari waliofariki kwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Wapo walioambukizwa kwa kuambukizwa, waliokufa kwa kuambukizwa virusi vya corona ama wameugua kwa maradhi hayo. Zote hizo tunaita ni changamoto kazini. Kwa hivyo na kazi ya uandishi wa habari kama kazi nyingine, huwezi kuitoa kwenye hizo changamoto. Sawa. Lakini labda tunachoangalia
ni sababu zipi zinazopelekea changamoto hizo. Sababu ni zipi? Kazi ya uandishi wa habari ina sababu nyingi sana za kupelekea changamoto. Kwa sababu kwanza, nature ya kazi hii. Unajua ukichukua mfumo wa kazi ya uandishi wa habari, ina njia tofauti. Kuna watu wanaitwa reporters. Wao wanaripoti tukio kama lilivyotokea. Atakwambia ajali imetokea, watu 7 wamekufa, ilikuwa hivi na hivi, ngoja tumuulize shuhuda. Sawa sawa. Anakueleza tukio lilivyotukia. Kuna waandishi wa habari wanafanya kazi za kiuchunguzi, kazi za kiutafiti, kazi za kufanya analysis ya mambo. Sasa katika hapa ndio panapokuja zile professionalism ndani ya professional moja. Unaweza kukuta mwandishi yeye ni bingwa wa uchumi na ana uwezo mzuri wa kudadavua masuala ya kiuchumi. Mwandishi ni mwanahabari ni mwanasheria, ana uwezo mzuri wa kuweza kuripoti mambo ya kisheria na kuyafanyia uchambuzi. Sawa sawa. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa sana. Sasa katika hali hiyo waandishi wanagusa interest za mtu mmoja mmoja, wanaweza kugusa interest za kikundi chenye maslahi, wanaweza kugusa interest za umma, wanaweza kugusa interest za serikali ama watawala. Sawa sawa. Au wenye mamlaka pahala fulani. Wakati mwingine waandishi wanaweza wakagusa interest za kisiasa. Wakati mwingine waandishi wanaweza wakagusa interest za kiuchumi ambazo zikawagusa watu wenye mamlaka makubwa katika kuchangia pato kwenye nchi, pengine kwenye mifumo ya kodi na mambo mengine. Sasa wewe kama mwandishi unaweza ukadadavua vitu, halafu serikali au wenye mamlaka wakaona basi tufanye hivi hapa. Ukifanya hivyo, wale wafanya biashara ambao pengine ndio umezungumzia kwenye masuala ya kodi na ukaonyesha namna gani wanakwepa kulipa kodi, hawatakubaliana na wewe Kabisa. Kwa hivyo sio kila wakati waandishi wanakuwa na uadui kwa watu wenye mamlaka ya kidola kwa sababu za kisiasa. Wanaweza kuwa na uadui hata kwa mtu mmoja mmoja. Wakati mwingine wewe ni waziri, lakini umekiuka maadili ya kazi. Umetembea na mfanyakazi wako. Mwandishi ameipata. Amechimba mpaka ukweli ameujua, ameutoa. Anakugusa personally na maisha yako. Na pengine kwa sababu hiyo unaweza ukapoteza kibarua chako. Nakumbuka wakati fulani Uingereza kulikuwa na waziri mmoja wa habari anaitwa David Miller. Alitaka kuvidhibiti vyombo vya habari. Unajua kila waziri unakuja na sera zako pengine za kushawishi baraza la mawaziri zipitishe iende bungeni juu ya kuendesha mfumo wa lile jambo unalosimamia. Waandishi wa habari zikawa zinatoka hoja kwenye magazeti vile vibonzo na nini kwamba yeye Mela kuvidhibiti vyombo vya habari au vyombo vya habari kumdhibiti yeye. Definitely vyombo vya habari vilifanikiwa vikamdhibiti kwa kutoa mambo yake ya ndani. Maana asingeweza kupambana na kikundi. Kwa hivyo kuna kuwa na changamoto nyingi katika hii kazi. Na hasa kwa kutegemea yule mwandishi binafsi anajishughulisha na kategori ipi katika kazi ya uandishi. Sawa sawa, asante. Saidi Miraji umeniambia vitu vingi, yani mpaka hapo umeshanijibu maswali yangu kama mimi. Kabla hujaniuliza nishakujibu. Umeshanijibu maswali yangu manne. Zipo nchi ambazo zinatajwa kuwa na uhuru kwa waandishi wa habari. Waandishi wa habari wanakuwa na uhuru duniani. Hawa wenyewe wamefanikiwaje? Unajua uhuru siku zote unapozungumzwa unategemea anayeuzungumza na anahitaji uhuru wa aina gani. Kwa hivyo unaweza ukakuta uhuru wa mwandishi wa habari wa Kitanzania sio uhuru anaoudai mwandishi wa habari wa Kiingereza. Sawa sawa. Kuna matatizo wakati mwingine hata ule uhuru wa mwandishi wa habari kupata ile habari tu kwa mamlaka husika. Unaambiwa habari hii huwezi kuitoa mpaka uipate kwa mtu mwenye mamlaka ya kuaminika. Huyo mwenye mamlaka hayo unataka kupa hiyo habari ni changamoto. Kwa hivyo wewe kwanza unapambana na uhuru wa kupata habari tu. Wakati wenzako washatoka huko kwenye uhuru wa kupata habari. Zamani sana. Habari kiganjani, akiamka mambo yote yako juu. Za uchunguzi atachunguza na sheria inamlinda. Wakati mwingine mwandishi ana uhuru wa kuja ofisini
akasema nimekuja na 1 2 3, kwa sababu hapa ni public office. Yes. Document zake ni public documents. Naomba nakala ya document hii hapa. Na atapewa. Sasa wewe nenda ofisini useme nimekuja kuna 1 2 3 na hili ni public, kwa hivyo naomba nipate ripoti hii hapa. Utaambiwa katizame kwenye tovuti, utaambiwa nenda katizame wapi. Na ukienda huko mwisho wa siku, sheria hapa unaambiwa, kwa mfano sheria ya takwimu, ni makosa wewe kuja na takwimu zako na kuzifanyia uchambuzi. Uende lazima upate takwimu za mamlaka. Sasa nenda wewe kaseme nataka takwimu juu ya jambo 1 2 3. Tulikuja hapa tukaambiwa kuna mtu mmoja, nakumbuka kipindi kimoja hapa alisema kuna maradhi ya homa ya dengue yameingia na anaua watu. Ana mamlaka makubwa serikalini, lakini aliambiwa huna mamlaka ya kutoa takwimu hizi. Hii ilikuwa ni kazi ya waziri, sio ni kazi ya nini, akaondolewa yule binti Malechela. Kwa hivyo kuna changamoto ikiwa wao wenyewe walioko kwenye mamlaka wana mipaka. Je, wewe mwandishi wa habari? Kwa hivyo huu uhuru tunapozungumza lazima pia tuclassify. Unautafuta huo uhuru ukiwa wapi? Sawa. Na unatafuta uhuru gani? Kwenye nchi zenye taratibu zipi? Taratibu za nchi pia lazima uzijue. Lazima uzielewe. Kwa sababu kila nchi bahati mbaya ina katiba yake. Kila nchi ina sheria zake. Kwa hivyo huwezi kuapply sheria ya uhuru wa Marekani hapa Tanzania. Wao wana sheria zao, wana katiba yao, wana kila kitu chao, na sisi hali kadhalika. Kwa hivyo haya yanaweza kuleta changamoto kwa kutegemea na jinsi mtu anavyofanya kazi na mahala anapopafanyia kazi. Lakini all in all, mwisho wa siku uhuru kwa mwandishi katika kufanya kazi yake. Manake kuna uhuru wa kupata habari na uhuru wa kufanya kazi. Unaweza kuwa wewe ni mwandishi, una kibali, sheria inakuruhusu. Umekwenda mahakamani tu, mkazuiwa kwenye geti, mkaambwa msingie kwa sababu ya kesi hii. Lakini hii kesi ina public interest. Na sisi ndio daraja baina ya, au ndio jicho la wananchi hapa tunaona, halafu tuende tukawaambie tunachokiona. Unazuiwa wakati mwingine kupiga picha tu, wakati ni kazi yako. Maana hao waandishi wa habari wako namna nyingi, kuna wapiga picha, kuna wa shoot videos. Yani ni tofauti. Yule anachukua still picture, still photo. Kuna anayepiga video, kuna anayerekodi sauti kwa ajili ya kupeleka kwenye radio. Huyu mpiga picha wa kawaida still photo anapeleka kwenye gazeti. Mpiga video anapeleka kwenye television au YouTube. Mchukua sauti anapeleka kwenye radio. Kila mmoja na kazi yake tofauti. Kuna mwingine yeye anataka sio picha tu, kwa sababu wenyewe tunasema a picture speaks thousands of words. Kuna mwingine yeye anataka sasa asikie akaandike na kueleza. Kwa hivyo kuna tofauti ya hali ya juu. Sasa uhuru kwa mwandishi wa habari katika kufanya kazi yake na kumlinda akiwa kazini ni kitu cha msingi. Kwa mtazamo wako sasa, kwa nchi za Afrika, unauona uhuru wa waandishi wa habari na tumefikia wapi? Si haba kidogo. Tulivyokuwa tukilalamika nyuma na sasa hivi kidogo unaona kama kunakuwa na mabadiliko. Sasa unaiona wapi hatima ya taaluma hii, ukizingatia kila kukicha kunakuwa na matukio duniani na nchi za Afrika kunakuwa na matukio tofauti ya kutisha kwa waandishi wa habari? Kwanza ni kazi ambayo lazima iendelee, kwa sababu wananchi au walimwengu wanahitaji huduma ya waandishi wa habari. Unajua wakati mwingine kunakuwa na mambo makubwa mazito yanafanyika nyuma ya pazia. Waandishi wenye habari za kitafiti au za kijasusi wanaweza kukuelezea. Kuna wakati waandishi wanasaidia hata kugundua usaliti katika nchi. Kabisa. Kuna wakati waandishi wa habari wanasaidia hata kuweza wenyewe tunasema kupreempt vitu ambavyo vinakusudiwa kufanywa kwa ajili ya kulidhuru taifa moja au taifa fulani. Kwa hivyo unawaona wanakuwa. Kwa hivyo ni kazi ambayo hatuwezi kuikwepa. Maisha ya mwanadamu ni information. Tunahitaji kupata habari. Ni kama chakula. Sikio limeumbwa kwa ajili ya kusikia bwana. Sasa ikiwa halisikii na bila kupata taarifa, unaweza kutoka hapa Mikocheni unaelekea Temeke, hujui taarifa za Temeke. Pengine kuna taarifa hali ya hewa tu. Unajipangaje ikiwa huna taarifa
hali ya hewa itakuwaje kwa msimu huu wa mvua au jua. Pengine kama unavyosema unataka kwenda Temeke, vyombo vya habari vinakuarifu sasa hivi kumetokea ajali pahala fulani, barabara zimefungwa, huko msiende, usalama hauko mzuri. Siku limetokea tukio la Hamza hapo, vyombo vya habari vinarusha live sasa hivi, Hamza huko anakiwasha, unasema ya Rabbi, hiyo njia sipiti. Sasa ndio unaona umuhimu wa hivyo vyombo vya habari katika vitu vya kawaida tu. Unajua mwandishi wa habari ana deal na maisha ya kila siku ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo kuna umuhimu hii kazi iendelee. Lakini hatima yake nini? Kwa waandishi. Hatima ya waandishi ni kufanya kazi kwa weledi. Hata mtu akikuchukia lakini anajua ulichokifanya ni sahihi. Na kufanya kazi kwa weledi ni kuzingatia kanuni za maadili ya uandishi wa habari. Ni kuzingatia misingi ya uandishi wa habari. Ni kufanya kazi kwa uaminifu, ni kufanya kazi kwa uadilifu. Sawa. Mazingira tulionayo yanatukosesha urafiki kwa sababu zamani mimi nakumbuka waandishi wa habari walikuwa ni watu very prominent. Kuta mtu mzima kama umri wangu sasa ndo anakuwa mwandishi wa habari nguli. Kwamba hata akiingia pahala kwenda kutafuta habari unakuwa unaona yani mzee bwana. Sasa hivi waandishi ni vijana wadogo. Tena vijana wa kujirusha. Vijana wa kuenjoy maisha. Hata uvaaji ukimkuta mwandishi amevaa unajiuliza huyu kweli mwandishi? Anakwenda kuingia ofisi ya waziri kutafuta habari na mavazi yale. Wanawakaribisha watu kama ni wasichana katika kuwatamani. Na wanaume wanakuwa hivyo. Halafu mbaya zaidi, kipato cha kazi ya uandishi wa habari kutokana na zamani ukiwa mwandishi ukipita tu mwandishi wewe bwana. Sasa hivi kwa nini sasa hivi imekufa hiyo? Kwa nini? Kwanza waandishi walikuwa wachache. Pili, huduma waliokuwa wanaitoa ilikuwa imetukuka. Kwa hivyo watu wakiona ile mwandishi wanajua bwana ukae vizuri pana mwandishi hapo. Mwandishi wa habari hapo. Na watu walikuwa wanawarespect kutokana na wanacho kifanya na ile kaliba au kiwango cha daraja walichojiweka. Umesema kurespect kulingana na kazi ambayo walikuwa wanaifanya. Vijana wa sasa hivi, waandishi wa habari wa sasa hivi wanakosea wapi kuikosa hiyo respect? Hakuna kitu kibaya. Kwanza muhariri kukubali kuweka kichwa cha habari cha kuuzia biashara kinachokwenda tofauti na maudhui ya habari ile. Kwanza msomaji anakudharau hapo. Mtazamaji kwenye channel ya YouTube anakudharau hapo. Unaona kichwa cha habari kinakwambia fulani au mbuka. Ukiingia ndani maudhui ni tofauti. Maudhui tofauti. Hicho kitu kina nani sana. Kitu cha pili, kuandika habari ikaonekana siku ya pili ni ya uongo. Watu walikuwa wanategemea mwandishi wa habari ndio mtu wa mwisho kudanganya, kwa sababu kalamu yako ikiandika wino wake haufutiki milele. Mimi nikiongea kwenye jukwaa la siasa hata nikipiga propaganda tena kubwa utamalizia tu aso tu propaganda au wewe mwenyewe utamalizia. Mwandishi wa habari hafanyi propaganda kabisa. Mwandishi wa habari anazungumza facts. Kwa hivyo lazima uwe na hakika na habari yako. Sawa. Na ndio maana unatakiwa utafute sources wa kuaminika. Na ndio maana unatakiwa kubalance story ili mapungufu ya huko sawa Swahili wanasema msema pweke hakosi. Kwa hivyo huku akikuambia asije akawa kwa sababu yuko peke yake amejaliza chumvi dhidi ya mwenzake. Ndio maana unatakiwa kubalance story. Sasa waandishi wa sasa huo muda wanao. Mwingine anasingizia tu anakuambia tulipomtafuta upande wa pili hatukumpata. Kumbe ala hakumtafuta. Sasa kuna changamoto. Sasa waandishi wa habari bado wanayo nafasi nzuri ya kurudisha heshima ya kazi yao. Sawa. Wana nafasi nzuri. Na wala sio muna nafasi nzuri. Maana na wewe umo. Muna nafasi nzuri ya kurudisha heshima ya kazi yenu. Na chombo makini kama kilivyo Dar24. Muna habari bila mipaka. Mnaweza kuandika chochote ili mradi kinaleta tija katika jamii yetu. Si kila habari mwandishi unairipoti. Na wakati si kila habari ni habari. Exactly. Kuna wakati wewe unapata habari nyeti, lakini kwa usalama wa nchi au kwa usalama wa watu fulani ukiandika italeta mfarakano.
Sawa sawa. Una interest gani kwamba lazima ukairipoti hiyo? Sasa waandishi wa sasa unaweza ukakuta 70% ya habari zetu zinahusu maisha binafsi ya watu. Mtu karipoti huyu kafumaniwa, karipoti huyu kafanya hivi, yule kafanya hivi. Habari za kiuchambuzi, habari za kiutafiti zinakosekana sasa hivi. Zinakosekana. Zamani sisi nakumbuka hapa gazeti lile linalotoa ripoti za kila siku, lakini lilikuwa lazima lina ukurasa wa uchambuzi. Vyombo vya habari kama hivi electronics mnavyokwenda on air, lazima kunakuwa na vitu vya uchambuzi. Lakini ukiwa wewe unataka uripoti tu nani kaingia nyumba ya nani, nani kasema nini, nani kampiga fumbo nani, sasa huo si uandishi wa habari, huo umbea. Hatutafika huko. Sasa Mzee Miraji, unadhani wataaluma wa habari wanaandaliwa vya kutosha mavyuoni? Vyuoni wanaandaliwa. Wanakuwa mawapi? Kuna hoja moja. Kuna hoja ya kuandaliwa, na baada ya kuandaliwa kufanya kazi kwa weledi kama tulivyokuwa tunasema mwanzo. Mimi naamini vyuoni mtaala uliopo unatosha kabisa kuandaa mwandishi wa habari classic. Sina shaka. Au vijana 21st century na mambo mengi. Mimi nadhani kitu kinachokosekana ni kimoja. Kujenga saikolojia ya mtu akiwa kwenye nafasi fulani, ambapo hii si tatizo la waandishi tu, ni tatizo la kizazi cha sasa katika mambo yote. Unaweza ukamkuta mtu ni daktari, lakini mtazame anavyovaa. Mwanajeshi, zamani nakumbuka sisi tulikuwa tunataniana shule, tunasimama master parade, tunasema nitakuwa na heshima kama mwanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania, kwa namna jeshi lilivyokuwa linaonekana ndio pahala pekee yake penye discipline ya hali ya juu. Lakini leo mwanajeshi anaweza kacharaza bakora mtaani bila sababu. Mwanajeshi anajiona yuko juu ya sheria barabarani, akipita anapita no entry tu kwa sababu yeye ana gari ya jeshi. Sheria haikupi hayo mamlaka. Akwambia yeye hawezi kukaa foleni whatever, hana anachokimbilia. Wewe ni mtu sawa na wengine, na hakuna mtu nchi ambaye yuko above the law. Watu wote wako sawa mbele ya jicho la sheria. Sawa sawa. Lakini anaweza kasimama barabarani akazuia gari na akaongoza za kwake zipite. Sasa yule tulomvisha nguo nyeupe pale, kazi yake nini? Kwa hivyo ni kizazi chenyewe cha sasa kilivyo. Sasa mimi niseme wote hawa wakenda vyuoni hawafundishwi nidhamu? Wanafundishwa. Hawafundishwi majukumu yao, mipaka yao. Kwa sababu kila mtu ukenda, ukipewa ile job descriptions, unaonyeshwa mamlaka na mipaka yako. Waandishi wa habari ni miongoni mwao, na naamini kwamba mitaala ya kuwasomesha inakidhi haja kabisa na inatosha kabisa. Mitaala ya kuwasomesha inakidhi. Lakini je, wanaandaliwa pia kupambana na changamoto ambazo watakutana nazo katika uandishi? Kuna kufungwa jela, kuna kukamatwa, kuna kuingiliana na vyombo vya siasa, serikali. Wanaandaliwa na hizo changamoto ambazo consequences ambazo watakutana nazo? Mwandishi mzuri anapoandaliwa anafundishwa na vitu vingine. Mwandishi lazima ujue ABCD ya sheria. Kwa sababu katika kuandika unaweza kuna kitu kinaitwa defamation. Unaweza ukaandika ukamdefam mtu akakudai fidia, na akishtakiwa linaweza kushtakiwa, anashtakiwa nani, gazeti linashtakiwa, mchapishaji anashtakiwa, msambazaji anashtakiwa. Kosa lako wewe mwandishi linasababisha yote hayo, hashtakiwi. Wakati mwingine hata na yeye anashtakiwa kwa kutegemea na habari ikoje. Na wakati mwingine chombo kinaweza kikafungiwa kwa kosa lako. Chombo kikifungiwa, tushaona hapa kuna vyombo viliwahi kufungiwa miezi 6. Kuna vyombo vimewahi kufungiwa. Chombo kinapofungiwa kabisa kisiende hewani, kinapoteza meri. Wale watu wanaofanya kazi, wanaosubiri mishahara, wanapata wapi na hawadeliver? Mwenye kuweka matangazo yake kwako kama mdhamini, amedhamini kipindi fulani cha dakika 15 20, atawekaje hela yake na wewe hutoi vipindi? Kwa hivyo waandishi wanapaswa kupikwa mbali ya kule chuoni. Kile chombo chenyewe kinachoajiri waandishi kinapaswa kiwe na policy yake. Na kikishakuwa na policy yake, kiwa treat waandishi wake katika kuifuata na kuitekeleza kanuni ya nchi, sheria za nchi, lakini kuelewa policy ya kile chombo chenyewe, msimamo wake ni upi. Sawa sawa. Sasa waandishi wa habari wanapikwaje? Vyombo vinawapika? Hawa ni binadamu. Kama kichuma kinavyofanya kutu, kukaa unakisafisha, kila baada ya muda
kitu cha shaba au cha dhahabu unakisafisha, ndivyo waandishi kama wanadamu wanavyotakiwa kusafishwa, yani kukumbushwa, kupigwa msasa, kurejeshwa kwenye reli kila baada ya muda fulani. Ndio maana kunakuwa na ile tunasema meetings za asubuhi, morning meetings, kuna kuwa na vikao vya kila wiki, kila mwezi, mnafanya tathmini, mnapanga mpango kazi. Yote ile ni katika kuwafanya watu waende kwenye reli. Tuna mengi sana kuzungumza lakini muda kidogo. Umetutupa mkono na mimi nataka nikimbie uwanjani. Usijali, mimi nipo. Wewe upo. Tuna mengi sana kuzungumza na Said Miraji, kama ambavyo umeweza kumsikiliza. Amefafanua kwa undani zaidi namna ambavyo mwandishi wa habari anatakiwa, kitu gani anatakiwa ufanye. Kwa sisi waandishi wa habari ambao ndo tunachipukia, hatua gani tunatakiwa tufuate ili kusudi tuweze kumaintain ile status ambayo waandishi wa habari wa zamani walikuwa nayo. Cha kumalizia mzee wangu, ushauri kwa vijana sasa hivi. Waandishi wa habari ni kazi kama kazi nyingine. Inahitaji heshima, nidhamu, uaminifu, uadilifu, kujitoa. Kwa sababu wakati mwingine ndio kama hivyo unakutana na changamoto, lakini kuna kitu lazima ukipate ili jamii inusurike pengine na kitu ambacho kingetokea. Kwa hivyo pia kuna kujitoa. Ni kazi ya wito. Unaweza ukafanya kazi kubwa hata kama ni kwa malipo madogo. Kazi hii siku zote unacholipwa hakifanani na unachokifanya, lakini ni kazi ambayo inaacha legacy. Mwisho wa siku duniani utaondoka. Ukishakuondoka hata baada ya miaka 10, watu watakuja kusifia kazi yako ambayo alikuwepo mwandishi wa kalamu. Ikitumika vibaya inaweza kufarakanisha watu. Sawa. Ikitumika vyema inaweza kuunganisha hata waliofarakana na kuwashikamanisha wale ambao wako pamoja. Kwa hivyo wito wangu kwa waandishi wa habari, waithamini, waipende na waitunze kazi yao, na yenyewe itawatunza na vizazi vyao. Asante. Huo ni ushauri wa Said Miraji, na kilichosababisha mpaka tukakutana ni kutokana na ripoti ya kamati ya kutetea waandishi wa habari CPJ. Baada ya kutoka, tukasema kwa nini tusijadili hili na tuone namna gani basi waandishi wa habari wanaweza wakafanya. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Happiness Kelly. Nyuma ya kamera ni Emmanuel Paul Baisa. Endelea kutufollow kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter @Dar24. Download app ya Dar24 kuweza kupata zile habari zote ambazo tunakuwekea: michezo, burudani, habari za kitaifa na kimataifa. Nikutakia wakati mwema. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Exclusive.